mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii, basi utagundua kuwa weekend hii ilikuwa ni ya matukio mengi ndani na nje ya Tanzania. Sasa kibongo bwana, kuna video ambayo ilisambaa katika mitandao ya kijamii na ilianzia Snapchat na baadaye kusambaa katika platform mbalimbali kama Instagram and other stuff. Video ikimuonyesha mchezaji wa Yanga, hapa namzungumzia Pacome Zouzoua, akiwa katika huba zito na mwanadada anayejulikana Juliana Andrew. Video hiyo sasa imewashangaza mashabiki wengi na Watanzania wengi, ikionyesha huyo mwanadada akicheza tena wimbo mpya wa Nandy pamoja na Jux, lakini pia Pacome akionyesha akimsupport na akiwa katika mazingira fani ya faraga ndani. Na kama tunavyojua, Pacome yuko katika mahusiano na mwanadada mfanyabiashara ambaye ameshawahi kuwa Vixen official naye. Sasa watu wengi wakaeka dot why Pacome anafanya hivyo na kutoka na mwanadada huyo. Sasa mwanadada huyo akaenda kukanusha hizo habari kupitia ukurasa wake wa Instagram, kupitia Insta story, na kusema kuwa ilikuwa ni filter, lakini pale halikuwa na mwanadada mwenzake wa kike, lakini walitumia filter ikimuonyesha kama Pacome. Sasa wewe pia unaweza kuiona video na ukagundua kuwa ni filter au wanatupiga. Sasa mwanadada huyo bwana ameposti ujumbe unaosomeka kuwa: natumaini ujumbe huu utakufikia salama. Naandika kukuomba msamaha kwa dhati kuhusiana na video iliyopostiwa hivi karibuni kwenye Snapchat ambayo kwa bahati mbaya imeenea sana na kusababisha usumbufu. Video hiyo ilikuwa ikinionyesha mimi na rafiki yangu wa karibu wa kike ambaye alikuwa amepaka dawa ya kubadili rangi nywele zake. Tulikuwa tumetumia filter ya mchezo wa Snapchat iliyobadilisha sura zetu, na kwa bahati mbaya filter hiyo imefanya aonekane kufanana na wewe. Wakati huo tulikuwa tukibadilishana utani na kufurahi bila nia yoyote mbaya, na kwa hakika sikulenga kukudhihaki au kumtukana mtu yoyote. Niliweka video hiyo kwenye story yangu ya Snapchat bila matarajio kwamba ingeenea au kutafsiriwa vibaya. Kwa bahati mbaya video hiyo ilichukuliwa na kurushwa tena katika kurasa za udaku, jambo lililosababisha tafsiri potofu na kuumiza hisia. Sasa nimeelewa namna ambayo kile kilichotokea, hata bila kukusudia, nimeweza kuumiza na kuvunja heshima ya mtu aliyehusishwa. Kwa hilo ninaomba msamaha wa dhati. Nataka kuweka wazi kabisa kwamba sikuwahi kukusudia kukudhihaki. Kumebainisha kuwa na kudharau au na dharau karia yako. Naomba samahani sana, dia Pacome Zouzoua. Sasa video hiyo bwana, baada ya ujumbe hiyo watu wengi wameshtuka kwa kusema ile ni filter, na watu wengi wanabishana na mwanadada huyo. Unaweza kudondosha maoni yako hapo chini, lakini usisahau kucomment, kusubscribe na kushare. Digital Media _tz. Bye bye.